Karibu tena kwenye Wake Up na Mando. Mimi naitwa Mando, na nyuma ya kamera ni mwanangu anaitwa Samir. Leo ni mtoko wa Ijumaa Ramadhani Karim. Ni Ijumaa ya mwisho kabla ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, au sio bana? Kwa vijana, hakikisheni mko kwa karibu na Mwenyezi Mungu. Bana, leo tuko bado kwenye upande wetu wa stories za kiburudani. Siku kadhaa nyuma tuliona post ya Harmonize. Post ya Harmonize ilikuwa inaweka Harmonize anafanya kolabo na mwanadada kutoka Marekani ambaye ana asili ya Israeli, anaitwa Mary Ben Ari. Huyu mwanadada Mary Ben amefanya kazi nyingi sana, ameperform kwenye majukwaa mengi sana. Amefanya kazi na Kanye West, kafanya kazi na Nas, rapper kabisa mkubwa Nas, kafanya kazi na Kanye West. Shanaelewa Kanye hii ambayo sisi tunamuona. Lakini mwaka 2005 Mary Ben aliwahi kuwa nominated kwenye tuzo za Grammy 2005. Sasa achana na kushinda Grammy au kutokushinda Grammy. Kwanza angalia historia, kafanya kazi na wasanii gani. Mary Ben alishaye kufanya kazi mpaka na Diamond. Kama mnakumbuka wimbo wa Baila wa Diamond ule, kama kuna wimbo fulani kama Sharkan fulani hivi, kama windy fulani anapiga. Walikuwa Marekani pale, ifanywa video Marekani ile. Yo, this is Mary Ben Ari, invite you with Diamond. Platinum all the way from the east of Africa, Tanzania. You already know. All the way from New York City, New Jersey. And we're here shooting the music video for Baila. I think ni msanii wa kwanza kufanya kazi East Africa, kama kumbukumbu zangu, ni Diamond Platnumz. So this time around amefanya kazi na Harmonize. Kiukweli mwaka 2025 Harmonize kaanza mwaka vizuri. Ametoa nyimbo ambazo zimekuwa hit kweli kweli. Furaha imekuwa hit, Me Too imekuwa hit, hata kama haijawa hit kubwa hivyo, lakini quality, tunazungumzia kwenye quality production ya muziki. Amezingatia kwenye upande wa production, uandishi wake, melody, sound, beats, kila kitu kimeenda perfect kwenye ngoma ambazo Harmonize kazifanya kwa mwaka 2025. Yaani hiyo wala tusipepese macho. Kwa namna alivyomaliza mwaka 2024 na alivyoanza mwaka 2025 ni vitu viwili tofauti. Na alitangaza na bado anaendelea kukaa kwenye njia yake. Mwaka huu, mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa mwisho wa Harmonize kutokushiriki kwenye tuzo za Grammy. Akasema mwaka huu lazima jina lake litatajwa kwenye tuzo za Grammy, na yeye atakuwa msanii wa kwanza Afrika Mashariki au Tanzania kushinda tuzo ya Grammy. Sasa kama ana uwezo wa kufanya kazi na Mary Ben ambaye kafanya kazi na wasanii wakubwa, kwanza Harmonize anaenda kukuza status yake, anaenda kukuza brand yake. Ukiandika Mary Ben collab alizofanya, atakuja Harmonize, atakuja Diamond, atakuja Kanye West, ushanielewa, na baadhi ya wasanii wengine ambao kafanya nao kazi. Wewe uone ni sifa hiyo. Kufanya kazi na kina Jay-Z sio kwamba alikuwa kwenye collab, katumika kwenye kazi zao. Na hata ukiangalia kwenye clip, Jay-Z anamwambia, "Are you ready Mary?" Ushanielewa? Kafanya kazi, katajwa na kina P Diddy, kafanya kazi na watu wengi sana, mastaa wengi wakubwa, akakutana na kina marais, kina Obama. Yeye ndio alikuwa ni msanii ambaye alikuwa anaitwa kwenda kufanya kwenye corporate issues, marais, viongozi mbalimbali, labda kuna event kubwa inafanyika ya viongozi, labda mikutano. Mary Ben alikuwa anaenda kupiga violin yake ile, anawapigia watu wanaoimbia kama alivyokuwa anafanya Abby Chams vile. Sasa zile zinakuwa corporate sana. Yaani unaitwa kwenda kufanya kwa watu ambao wanaheshima. Labda kuna mikutano mikubwa ya viongozi, unaelewa? Labda yani rais fulani, labda waziri fulani au governor fulani kajisikia tu uje kwenye event yako, unaenda kupiga ile violin unaipiga mbele yao ya viongozi, wageni waalikwa. Ndio namna alivyofanya Mary Ben. Hata kwenye show nyingi alikuwa anaitwa, anaenda kama kulainisha, kuleta sound ya kitofauti kwenye wimbo wa msanii. Ndio maana wasanii kama kina Jay-Z, kina Nas, kina Kanye West walikuwa hawaoni shida kumtumia. So unavyokuja kutaja Harmonize anafanya kazi na Mary Ben, kwanza anaenda kukuza status yake na brand yake. Pili anaenda kuitangaza Tanzania kama Mary Ben ambaye kafanya kazi na kina Kanye West, kafanya kazi na kina Jay-Z, kafanya kazi na kina Nas, amefanya kazi pia na msanii kutoka Tanzania ambaye ni Diamond pamoja na Harmonize. Hiyo ni sifa kubwa sana. Mimi nilivyoiona ile, Harmonize ukubali ukatai my brother. Kuna vitu lazima vibadilishe. Kama kweli tunataka kushindana, lazima tujaribu kufanya movement ambazo zinaonekana zinaenda kwenye Grammy. Of course inawezekana kwamba ukatoa ngoma kali moja kwa moja ikaitwa Grammy, inawezekana. Kwa hiyo kina Zombie walikuwaje bwana. Lakini sasa
unakaa ndani. Yani ni Harmonize ni aina ya msanii ambaye mimi naweza nikasema anajifungia sana. So tafuta connection, tafuta watu sahihi. Yani watu ambao pia of course watakuwa nakupa direction. Lakini unatafutaje? Kama kila siku tunapishana Tanzania, sometimes kwenye ma-event makubwa unaenda unahudhuria hata kama usipo perform. Kwa mfano, juzi umeenda kwenye show ya Burna Boy. Hauku perform. Harmonize, welcome to Kenya. What's up, bro? Doing good? Yeah. Jesse. Jesse. President, East African president. Wait. Unaonekana na wewe ulihudhuria kwenye show ya Burna Boy, you understand? Hata Burna Boy akitengeneza documentary yake, labda akaamua kutengeneza clip fulani, ana uwezo wa kutoa credit kwamba big shout out sana kwa Harmonize kwa kuja kwenye show yangu, big shout out sana kwa Sauti Sol kwa kuja kuperform. Wale ndio watu maarufu ambao walikuja kwenye show yangu. Tayari watu wanaona okay, kumbe Harmonize ana link up na kina Burna Boy kwenye show zao and stuff. Miriabeli mimi nampitisha kabisa. Ni msanii mkubwa. Ni msanii mwenye heshima. Sio tu mkubwa, msanii mwenye heshima kubwa duniani. Na ndio maana hata wasanii wakubwa wakashoshika kumtumia. So maana yake ni kwamba kweli ni ticket ya kwenda kwenye Grammy. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ni ticket kwa sababu ni msanii mkubwa ambaye sifa yake ni kubwa. Kama mtafanya wimbo mkabahatisha ukawa hit, trust me, kuna uwezekano mkubwa sana ukawa nominated, ukaitwa, inawezekana. Kama nyie mtajipanga kwenye upande wa uandishi, quality ya muziki. Yule dada anajua nini maana ya quality. Anajua nini maana ya muziki mzuri. Unajua kiwanda cha Bongo Flava hakijengwi tu na wasanii kufanya nyimbo kubwa. Kiwanda cha Bongo Flava heshima yake pia inajengwa kwa namna wasanii wakubwa wanavyo trust, wanavyowaamini wasanii wa Bongo Flava. Tafasiri yake nini? Lazima tuwe consistent. Ndio trust inavyoendelea kutengenezwa. Mtu kimwambia mimi natoka kwenye kiwanda kinaitwa Bongo Flava Tanzania, kwanza ataangalia, je, kiwanda cha Bongo Flava cha Tanzania kilishawahi kuaminiwa na wasanii gani? Anasearch nakuta kuna Neo, kuna Rick Ross, kuna Omarion, kuna Jaso Derulo, kuna Morgan Heritage, kuna Miriam Bear, understand, kuna R.Kelly, wasanii wakubwa, kuna Koffi Olomide, kuna Fally Ipupa, wasanii wakubwa wameshawahi kuiamini Bongo Flava wakafanya nao kazi. Ni sifa kubwa sana. Tunapata sifa. Maana yake ni kwamba itakuwa ni rahisi hata msanii mwingine akitaka kufanya collab na wasanii wa nje, ni rahisi sana kuaminika kupitia nyie hao wasanii ambao nyinyi mnaona labda hawafai. Kwa mfano Afrobeat trust ilikuwa kubwa sana baada ya kuona kina Wizkid wanafanya kazi na kina Drake. Ushanelewa, akina Davido wanafanya kazi na kina Chris Brown, akina P Square kufanya kazi na kina Rick Ross. So watu wakaanza kusema okay, akina Future kuamini akina Tems kuandika nyimbo, Rihanna na muamini Tems anaandika nyimbo, the same Drake, wasanii wakubwa, akina Shampoo kufanya kazi na wasanii wa Nigeria, wa South Africa. Tayari dunia inaanza kuiamini Afrobeat. Kama wasanii wakubwa kama hawa wana uwezo wa kufanya kazi na wasanii wa Afrobeat, maana muziki wa Afrobeat ni mkubwa. Baada ya hapo Afrobeat ikawa kubwa duniani kwa sababu wasanii wakubwa duniani walianza kuiamini Afrobeat. Mimi na imani kubwa sana na Konde Boy. Sana. Uandishi wake, the way ambayo ana uwezo wa kujisacrifice kwenye kazi yake, the way anavyojitoa kwenye kazi yake, msikaji ambaye hakati tamaa. Yaani hivyo ni vitu ambavyo huyo msanii wa namna hiyo mheshimu sana. Hakati tamaa, anajisacrifice kwenye muziki wake. Yuko tayari kuingia hasara ili atoe muziki mzuri. Big shout sana kwa Konde. So mimi kiukweli I'm so happy baada ya kuona kufanya kazi na Mirabel. Mimi naamini nyingine nyingi sana zinakuja. Hatutakiwi kupoa bro. Hatutakiwi kupoa. Huo ndo nawaambia wasanii. Kama unataka kwenda vizuri na hii game, angalia mfano wa Diamond tu. Yaani wewe muangalie mfano wa Diamond. Yaani Diamond hawezi kukaa miezi miwili hajafanya tukio kimataifa, yani atoke kwenye mipaka ya Tanzania akafanya jambo. Haiwezekani. Lazima atafanya jambo tu. Ataitwa kwenye show, ataenda kufanya nini, lazima. Sasa hiyo ndio tunaita consistent kwenye muziki. Asilimia kubwa ya wasanii wetu wanajifungia ndani Tanzania. Tanzania sisi hatuna exposure. Bado hatuna hiyo exposure ya kiivo. Kwa mfano, BN anaenda kufanya tour Marekani, Amerika na Ulaya. Yaani ni kitu kidogo ambacho kina uwezo wa kukusaidia sana. Mimi nakwambia kitu moja. Msanii pekee ambaye au wasanii pekee ambao wana uwezo wa kucompete na Diamond kimataifa ni Sauti Sol. Ukienda kimataifa, Sauti Sol ndio wana uwezo wa kucompete na Diamond pekee yao. Yaani wana uwezo wa kuandaa event na ikawa kubwa. Sauti Sol anamtaja pia ni BN. Ingawa BN ana show yake sana Sauti Sol. So maana yangu ni nini? Msanii kama wa Tanzania, BN ana tour yake Marekani na Ulaya.
Yaani huwezi kuniambia mimi BN anaweza kakataa mkashirikiana kwamba twende tukafanye tour. Shida ya wasanii wetu wanavimbiana sana. Lakini trust me, BN anawapita wasanii wengi sana wa Tanzania international. Fan base yake kimataifa anawapita wengi mno. Labda mtu ambaye anaweza kucompete naye ni Diamond peke yake. Trust me. Lakini BN ana uwezo anawapita wasanii wengi fan base kimataifa. Sasa ni msanii ambaye una uwezo wa kumtumia kama advantage ya wewe kujitangaza. Ana tour yake Ulaya na Marekani. Kwa nini msishirikiane mkafanya tour? Wewe ukapata fan base pia kupitia yeye. Mna uwezo wa kushirikiana na mtu kama BN. Mkaandaa tour ya kuzunguka kutafuta fan base, kutafuta biashara, kutafuta masoko ya muziki wako. Yaani ni sasa unamfanya biashara anatoka kwenda kutafuta masoko ya biashara. Unashirikiana na BN katika tour zake, uko pale unafanya naye kazi. Wewe unafanya show na kuja BN anafanya show. Ni njia mojawapo ya kujitangaza. Lakini wasanii wetu Afrika Mashariki hawapendi kushirikiana. Hawapendi, wanavimbiana. Mimi natoka Tanzania utaniambia nini? Lakini BN kawapita wasanii wengi wa Tanzania fan base ya Ulaya na Marekani. BN yuko juu sana kwa Ulaya. Yaani wasanii wengi wamepitwa. Labda Diamond peke yake anaweza kukompiti. East Africa hapa tutamgaragaza BN, lakini ukitoka mipaka ya Tanzania, ukienda Ulaya na Marekani, BN ni mkubwa. Mimi nimeangalia watu wanafanya challenge, wanafanya reaction ya Extra Pressure bro, YouTuber kutoka Marekani. Kaisei anafanya reaction ya Extra Pressure. So manake ni kwamba BN ana fan base kubwa kule, ashajitangaza kule. Ana watu. So wasanii wetu kama kweli tunataka hivyo, lazima tushirikiane na wasanii wenye power. Hiyo haina doubt my brother. Mimi sisemi ni Harmonize, natolea tu mfano. Lakini big shout out sana Harmonize kufanya kazi na Miriam Baby. Mimi na uhakika kabisa yajayo yanafurahisha.